Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, taarifa njema kwa klabu ya Yanga ni kuhusiana na goli la Clement Mzize kuwa kwenye kipengele cha goli bora la mwaka ambalo goli hilo alilifunga dhidi ya TP Mazembe. Sasa moja kati ya taarifa hiyo nazungumza kwamba CAF Awards 2025 kwenye kipengele cha goli bora la mwaka yupo kijana wa Kitanzania anayepiga ndani ya klabu ya Yanga Afrika, si mwingine ni Clement Mzize. Bwana Mzize ameingia kwenye kinyang'anyiro hiko baada ya bao lake kujumuishwa ambalo aliwafunga Kunguru wa Lubumbashi, nao si wengine ni TP Mazembe kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Pape Sako aliwahi kutoa tuzo kama hii ya goli bora la mwaka kwenye CAF Awards 2022 baada ya goli lake kuchaguliwa ambalo alilifunga kwenye uwanja huo pia wa Mkapa dhidi ya ASEC Mimosa kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kama unakumbukumbu vizuri. Sasa jinsi ya kumpigia kura Clement Mzize, unaambiwa ingia kwenye Instagram ya CAF Online, kwenye bio yao kuna linki itakupeleka moja kwa moja kwenye kumpigia kura Clement Mzize. Bwana, tuzo hiyo unaambiwa afe kipa afe beki inakuja Tanzania. Hiyo ni moja kati ya taarifa njema kwa klabu ya Yanga kuhusiana na goli la Clement Mzize kuingia kwenye kinyang'anyiro cha kuwania goli bora la mwaka. Kwa hiyo iko hivyo, lakini taarifa nyingine mbaya pia kwa Clement Mzize ni mara baada ya Yanga kutoa taarifa ya kukaa nje kwa Clement Mzize. Bwana, taarifa tuliona pia msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe alizungumza kwamba Clement Mzize atakaa nje takribani wiki 8 mpaka 10, na taarifa ilikuwa inazungumza kwamba mchezaji wa klabu ya Young Clement Mzize anatarajiwa kukaa nje ya uwanja kwa muda wa wakati ya wiki 8 hadi 10 baada ya kufanyiwa upasuaji wa goti. Taarifa hiyo ilitolewa na meneja wa habari mawasiliano wa klabu hiyo Ali Shabani Kamwe, ambaye alisema maamuzi haya yamefikiwa baada ya ushauri wa jopo la madaktari, benchi la ufundi pamoja na mchezaji mwenyewe. Bwana Kamwe alisema uamuzi wa kufanyiwa upasuaji ulitokana na Mzize kuendelea kupata maumivu kwenye goti kila alipokuwa kirejea uwanjani, hali iliyoashiria kwamba tatizo hilo linahitaji matibabu ya kina. Baada ya ushauri na nukuu, baada ya ushauri wa madaktari kwa kushirikiana na benchi la ufundi na mchezaji mwenyewe tulikubaliana afanyiwe upasuaji. Maamuzi haya yalikuja baada ya kuona anaendelea kupata maumivu kwenye goti lake kila alipokuwa kirejea uwanjani, alisema Ali Kamwe. Aliongeza kuwa klabu inaendelea kufuatilia kwa ukaribu hatua za matibabu ya mchezaji huyo na inamwishia nafuu ya haraka, huku ikiomba mashabiki waendelee kumwombea pone haraka na kurejea uwanjani kuisaidia timu. Sasa hiyo ilikuwa ni taarifa mbaya kwa Yanga, kwa Clement Mzize kukaa nje, lakini taarifa njema ni hilo goli ambalo limeingia kwenye kinyang'anyiro cha kuwania goli bora la mwaka. Kwa hiyo wakati Yanga wakiwa na Majones, wakati Yanga wakiwa wanatamani Mzize arejee haraka, kwa sasa taarifa njema ni goli hilo kuingia kwenye kinyang'anyiro cha goli bora la mwaka, goli la super striker Clement Mzize dhidi ya TP Mazembe, hatua ya makundi klabu bingwa ambalo limechaguliwa kwenye kinyang'anyiro cha goli bora la mwaka barani Afrika. Bwana, iko hivyo. Kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga pia nimeona wameweza kupost clip hiyo ya goli la Clement Mzize ambalo alilifunga, na hili ndio ambalo alilifunga, na wakaandika goli la super striker Clementinho dhidi ya TP Mazembe, hatua ya makundi klabu bingwa limechaguliwa kwenye kinyang'anyiro cha goli bora la mwaka barani Afrika. Hii tuzo ni ya kwetu wananchi, twendeni tukampigie kura Mzize. Halafu akaweka linki ambayo unaweza ukampigia Clement Mzize ili aweze kuwa mchezaji atakayechukua tuzo ya goli bora la mwaka. Kwa hiyo iko hivyo. Taarifa njema hii, lakini taarifa mbaya ni kukaa nje kwa Clement Mzize mara baada ya kufanyiwa upasuaji wa goti, na taarifa inaeleza kwamba atakaa nje kwa takriban wiki 8 mpaka 10 hivi. Kwa hiyo wakati Mzize akiendelea kuugulia maumivu na kuendelea
kuguza jeraha lake bana. Taarifa njema ni kwamba goli lake limechaguliwa kuwa goli bora ambalo linakwenda kugombania ile tuzo ya goli bora la mwaka. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikujuze kuhusiana na goli la Clement Mzize ambalo limechaguliwa kuwania goli bora la mwaka. Lakini wakati huo Clement Mzize akaendelea kuguza majeraha yake ambayo yamemfanya kufanyiwa upasuaji wa goti, na taarifa ikieleza kwamba huenda akakaa nje kwa wiki 8 mpaka 10. Kwa hiyo taarifa iko hivyo kwa klabu ya Yanga kuhusiana na. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.